Jambo la kwanza, tukumbuke pamoja na mambo mengine tuko hapa kwa ajili ya mafunzo. Ndio maana tumekumbushwa kwamba ni muhimu tuzingatie taratibu zote ambazo zinatufanya tuwe wanafunzi ambao tutafanya kazi na kusoma kwa kufuata taratibu, kanuni na sheria. Kwa hiyo niwakaribishe mwaka wa kwanza tunapokuwa hapa katika Chuo cha Maendeleo ya Jamii Ufundi Misungwi kama sehemu ya kulea na kuwatamia mainjinia. Tukumbuke kwamba sisi tunapaswa kufanya kwa ajili ya kuhakikisha tunaleta taswira nzuri katika jamii kwa vizazi, na hivyo tutakuwa tumefikia wananchi. Na tunapofanya hivyo tufanye kwa kasi zaidi na kuwa karibu zaidi na wananchi. Naamini filosofia hiyo ya kaza kazawa imeeleweka vyema, si ndio? Kwa tukisema kaza kazawa, kirefu chake ndio hicho, kuwa kwa kasi zaidi na kuwa karibu zaidi na wananchi. Usipokuwa na nidhamu, kuna vitu utavikosa kwenye maisha yako, na ndani ya nidhamu kuna mambo mengi ambayo yanatengenezwa kwenye nidhamu, hususani katika usemi, kwenye lugha. Unapaswa kutumia lugha sahihi kwenye eneo sahihi na kwa watu sahihi pia. Ni wajibu wako kuhudhuria vipindi vyote kutokana na ratiba uliopewa, viwe ni vipindi vya theories au vipindi vya practical. Basi ni muhimu ukatambua ya kwamba una wajibu wa kuhudhuria vipindi hivi. Mwaka 25-26 lengo lako nini? Jipime mwaka 25-26 una matarajio gani? 25-26 mwaka wa masomo umejipangaje? Lakini la mwisho kabisa, katika hadithi ya Mtume ametuhimiza tafuteni elimu japo ni masafa ya mbali. Sawa sawa? Lakini kwa Biblia pia tumeambiwa tufanyeje? Tumshike elimu kama tusimwache aondoke, si ndivyo? Tuzingatie sana muda na utaratibu kutoka kwa wanafunzi wetu ili tuepuke mambo mengi ambayo yanaweza kujitokeza mwishoni. Kwamba inafika mwishoni ndio naanza kukimbizana, sijakusanya project, sijakusanya nini. Hayo mambo yanakwamisha sana maendeleo ya taaluma yetu.